Habari, jina langu ni Mina. Nimekumbana na ukatili dhidi ya wanawake. Ukatili dhidi ya wanawake unaweza kuwa na aina nyingi. Unaweza kuwa wa kimwili au wa ngono, lakini pia wa kisaikolojia na hisia. Kwa mfano, unapolazimishwa kufanya jambo fulani au kutishiwa. Leo ningependa kukusimulia hadithi yangu, jinsi nilivyoweza kujitoa kutokana na ukatili. Mimi na mume wangu tulikimbia kutoka nyumbani hadi Ujerumani. Mume wangu hajawahi kuwa mzuri kwangu. Kila anapopandwa na hasira alikuwa ananipiga. Alikuwa akisema daima ni kosa langu. Kwa mfano, kwa sababu niliongea na wanaume wengine, au kwa sababu tishati yangu ilikuwa ya mikono mifupi ilionyesha mikono yangu, au kwa sababu sikuzaa. Nilijua tabia yake haikuwa sahihi. Kwa hivyo nilitaka kufanya kila kitu kwa usahihi, lakini bado alikuwa na hasira kila mara. Mamangu alisema baadhi ya wanaume ndio hivyo walivyo tu. Nilitaraji kuwa Ujerumani hali itakuwa afadhali, lakini hata kwenye kambi ukatili uliendelea. Lakini bado sikuwa tampoteza, manake ndiye alikuwa mtu pekee niliyemfahamu. Ukatili ulizidi. Nilijitahidi nisimpandishe hasira, lakini haikusaidia kamwe. Kila mara alitafuta kosa lolote ambalo nilidhaniwa kulifanya. Nilipoanza kozi ya Kijerumani alikasirika. Nilipokuwa na rafiki alikasirika. Niligundua haijalishi nifanye nini atakuwa na hasira daima. Na kila mara ananipatia kosa. Lakini taratibu nilianza kuelewa kuwa si kosa langu. Siku moja mwalimu wangu aliona jicho langu lekundu. Singeweza kumwambia kuwa mume wangu amenipiga, lakini bado alinipa nambari ya simu ya kituo cha msaada. Alisema wanawake wanaweza kupata msaada pale wanapokumbana na ukatili, lakini sikutaka kwenda huko. Nilihisi aibu sana, nilihofia kumpoteza mume wangu, nilihofia kuwa peke yangu. Nambari niliweka siri katika chumba chetu. Ukatili ulikuwa mkali zaidi. Nilifikiria mara nyingi kupiga nambari hiyo, lakini bado nilihisi aibu. Nilihofia mume wangu angefanya nini akipata na hali hii ilidumu kwa miezi mingi. Siku moja mume wangu alisafiri kwenda mji mwingine. Usiku wa kabla alinipiga vibaya sana. Nilikuwa na maumivu makali. Nilikusanya ujasiri wangu wote na kupiga ile nambari. Wakasema niende wiki ijayo. Nilizungumza na mshauri wake pale. Kulikuwa na mkalimani pia aliyenizungumza lugha yangu. Mshauri alikuwa mwema sana. Alisema hata sema kitu kwa mtu mwingine, hata kwa familia yangu, serikali au polisi. Mwanzo sikuweza kuzungumza, lakini kisha niliyasema yote. Nikalia sana. Kusema yote ilinifanya nijisikie vizuri. Mshauri alisema nina haki ya maisha bila ukatili. Alisema ninaweza kutenganisha na kufanya mchakato wa hifadhi peke yangu. Kisha mmoja wetu, mume wangu au mimi, atahamia mahali pengine. Alisema wewe unaamua unachotaka. Naweza kukusaidia, lakini uamuzi ni wako. Maneno hayo yalinifanya nifikirie sana. Sikuwahi kufanya uamuzi muhimu kama huu peke yangu. Familia yangu ingesema nini? Waliniambia siruhusiwi kutengana na mume wangu. Na mume wangu atachukuliaje? Nitaweza kuishi bila mume wangu? Nilidumu miezi mingi mpaka nikajitahidi kutengana naye. Mshauri wangu alinisaidia kila hatua. Hata alikuja pamoja kwenye miadi muhimu. Mume wangu alipelekwa makazi mengine. Hakukubaliwa kuwa karibu na mimi. Sasa naishi peke yangu. Nafurahi sana kuwa sina hofu tena. Hakuna hofu ya kurudi nyumbani. Hakuna hofu ya kufanya kosa. Familia yangu hawanisemeshi. Hilo linaniumiza. Lakini bado nina furaha kwa kuwa nimechukua jukumu la maisha yangu. Baada ya kutengana, nilijenga urafiki na wanawake wengine katika makazi yangu. Niliona wanawake wengi waliokumbana na ukatili. Rafiki yangu Sue alipelekwa Ulaya kwa ahadi ya kazi nzuri. Alipofika Ulaya alilazimishwa kufanya kazi ya biashara ya ngono. Rafiki yangu Fatumata alikeketwa akiwa msichana. Aliweza kukimbia kuokoa binti yake asikeketwe. Rafiki yangu Sara hakukubaliwa kwao kwa sababu alikuwa shoga. Lazimishwa kuolewa na mwanamume. Ukatili dhidi ya wanawake unaweza kuwa na aina nyingi. Sio kosa letu kufanyiwa ukatili. Wale wanaofanya ukatili walichukua uamuzi wa kutuumiza. Wao ndio wapo na uwajibu wa tabia yao ya ukatili. Kile kinachotuunganisha ni nguvu zetu. Tuna haki ya maisha bila ukatili. Watu kama sisi wanaokimbia ukatili wanapata kibali cha kuishi na kuendelea kuishi Ujerumani. Hii ina maana
Ni muhimu sana kueleza kwenye usikilizaji wa BAMF kwa nini ulilazimika kukimbia. Ni muhimu kueleza aina ya ukatili uliokabiliwa nao nyumbani. Kwetu sote ilikuwa ngumu kuzungumza kuhusu maumivu hayo. Ilinisaidia kujiandaa vizuri kwa usikilizaji na kuandika hadithi yangu. Kuna mashauri ya hifadhi yanayosaidia kufanya hivyo. Wanazungumzia hadithi yako ya kukimbia. Mshauri wangu alihakikisha wanawake pekee wako kwenye usikilizaji. Hii pia ilinisaidia. Unaweza kuleta mtu unayemwamini kwenye usikilizaji. Mtu huyu hawezi kuwa mgombea hifadhi. Kama una ushahidi, ulete kwenye usikilizaji. Ushahidi unaweza kuwa ujumbe au mazungumzo kwenye WhatsApp au mitandao ya kijamii ya kuonyesha ulivyotishiwa maisha au makala ya magazeti. Onyesha barua za daktari ulizonazo, hata zile zinazohusiana na afya yako ya akili. Kama wewe pia umekumbana na ukatili, una haki ya msaada. Piga simu nambari hii. Hapa unaweza piga simu wakati wowote na kupata msaada. Nambari hii ni ya siri na bila malipo. Wanazungumza lugha nyingi. Usisahau hauko peke yako. Una haki ya kupata msaada na tunasaidiana sisi kwa sisi.